mshahara wa mfanyikazi wako uliyekataa kumlipa unalilia. Kuna tumishahara twingi tunalianga, hiyo pesa umeweka hapo inalilia Mungu. Huyo msichana umeweka kwa kazi kama mnyama, wewe nyinyi mko sawa, ndiye anaamuka anarauka mapema, anakuandalia chai, anaandaa watoto yako, anaandaa kila kitu, anakuoshea nyumba, na ile sababu ulileta msichana ya kazi ni kwa sababu ulikuwa umeshindwa na kazi. Lakini wakati umetengeneza chapati, unakaambia kwanza maliza ile makanda ili kuwa ya juice. Maliza hiyo viazi kwanza, na kanakula jikoni peke yake kana kwamba hakajazaliwa. Ni kama hana mama. Lakini katoto ka wenyewe haukapeleki shule, haukanunulii nguo, haumpatii hata off. Hata sabato unakuja naye kanisani. Yeye ndiye asidi akinyamazisha mtoto. Ni lini yeye atapumzika sabato? Hiyo siku tuza mtoto yako. Huyu mtoto apate ruhusa siku ya sabato. Biblia inasema usifanye kazi wewe hata mchori aliye kwako kwa nyumba. Ikifika Ijumaa unamwambia sabato imeingia, ukitaka kusika mtoto ni sawa, la sivyo is okay, uko off. Biblia inasema mshahara wake unalia, watoto wako unawekea rumu sawa, unanunua ma sheets na blankets, rumu ya watoto wako iko sawa. Lakini mfanyikazi analala kwa kiti, hakuna hata blanketi. Msichana wa wenyewe hata wakati ule wake wa maana ukifika hajui afanye nini, anatumia mattress yanakata nusu au sponge. Mtoto wa wenyewe ambaye alizaliwa, kama utamsaidia mshahara wake unalia, au unalilia Mungu, unamunyanyasa kweli kweli.